kuna suala la istilhaqu waladi zina, kumlahikisha au kutaka kujinasibisha, kumnasibisha mtoto wa zina kwako. Wanawachuoni wa Kiislamu wametofautiana katika jambo hili. Mtu amezini na mwanamke akapata ujauzito, akazaliwa mtoto, akiwa mwanamke huyu ni mwenye mume. Tumeshatoka kwenye swala kwamba hili ni katika kabairu dhunub. Mbali sasa tuje katika hukumu sasa ya mtoto. Huyu mtoto atakuwa wa nani? Baba mwenye mke yule mume ambaye mke wake ndiye amepewa mimba nje ya ndoa, afana Allahu wa iyyakum. Kama atamkubali mtoto yule, karidhika, huyu ni mwanangu kwa sababu amezaliwa ndani ya ndoa yangu, sheria inampa mamlaka yote kwamba huyu ni mwanao, mtoto wako kama watoto wako wengine. Umefahamu? Kama ona mimi sikubali ujinga huu, mtoto mimi simtaki, basi sheria pia imemfungulia mlango wa kufanya, nao ni mlango wa li'ani. Atalaaniana na mke wake, watatenganishwa milele, na mtoto naye atakuwa si wake, atanasibishwa kwa upande wa mama yake, atajinasibu kwa mama au kwa babu yake mzaa mama, khalas, nasabu itakwenda huko, si mtoto wake tena. Hata akija akimtaka baadaye, basi bwana, mambo ya ujana yale, sasa naona afadhali mwanangu huyu, basi aambiwa hapana, huyu si mwanao tena, na huyu mke pia hutaweza kumuoa tena. Kwa hiyo huyo ni mke ambaye tayari yuko katika ndoa, hukumu yake iko namna hiyo. Sasa mwanamke hayuko katika ndoa, pengine aliolewa akaachika, au hajawahi kuolewa kabisa, kwa maana hana mume wakati huo akifanya zina, na alipopata ujauzito huu hana mume. Umefahamu? Huyu mtoto atakuwa wa nani? Wanachuoni wamekhtalifiana katika jambo hili kwenye kauli mbili. Kauli moja ina kundi kubwa la wanawachuoni tangu zamani mpaka leo, kauli ya jamaahiri ahlul ilm, wakienda na hadithi tuliyotangulia kuisoma hapa, alwaladu lilfirash walilahiri alhajar. Mtoto ni wa firash, ni wa kitanda kile, mtoto atakuwa kitanda hakijaza haram, na huyu kwa maana kwamba mtoto atakwenda kwa mama yake, na yule ahir ambaye ni azani, yule atapata jiwe, kwa maana hapati kitu. Kwa tutumie kipengele cha pili, hapati kitu. Umefahamu? Hii ndio kauli ya jamaahiru ahli ilm, yaani inafanana kana kwamba inakwenda kwenye ijmaa, lau kama sio khilafu iliyokuwepo. Lakini wengine katika wanawachuoni wanasema hapana, kama huyu aliyetia mimba, huyu aliyezini na huyu mwanamke, akapatikana mtoto huyu, kama yeye atamkubali, akasema huyu mimi ni mwanangu, akafanya istilhaqi katika nasabu yake kwamba huyu mimi namkubali, ni mwanangu, basi katika kauli ya wanawachuoni, kuna baadhi ya wanawachuoni watangulia, lakini pia imetiwa nguvu sana kauli hii na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wengine katika wanawachuoni wa Kiislamu, kwamba huyu atakuwa mwanawe na atanasibishwa na yeye, kwamba huyu ni baba yake hata kama yuko nje ya ndoa, atakuwa ni baba yake, kwa atanasibishwa na yeye na atamrithi. Unaonaje kauli hii? Nzuri
basi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na baadhi wanaochuoni nadhani Ibn al-Qayyim na wengineo katika wanaochuoni wamesimama kwenye kauli, lakini ulama wote muasirun wote hao wanaochuoni wakubwa tunaowajua sisi katika zama hizi kina Sheikh Ibn Baz kina al-Albani kina nani wote tunaowajua sisi kauli yao ni ile kauli ya jamahiri ahli-ilm walil-ahir hajar. Wanatoa hujja, pana mjadala mrefu hapo na kauli za wanaochuoni. Nilikuwa nimehitaji ile jambo kwa ujumla tu kwa mahali iko namna hiyo. Baadhi ya watu wanaifanyia kazi fatwa hii ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na wengineo katika wanawachuoni katika kuwafanyia ilhaqi watoto wao, na wamewakubali, wameridhika nao, خلاص afa Allahu amma salaba, kwamba basi nishakosea, acha niwaingize. Hii mtu akawa na watoto 12, mtoto mmoja tu ndo kazaliwa ndani ya ndoa, wengine wote kamzaa mama yule, kamzaa mama yule, kamzaa mama yule, mama yule. Hali iko namna hiyo, hali iko namna hiyo, sio inatokea. Kwa sasa wote hao wote sio watoto wangu hao, sitakuwaje na mimi nimeangalia, nimesomesha hapa. Sasa ukikusanya fatwa Ibn Taymiyyah bwana, njoni nyote watoto wangu, wewe fulani bin fulani fulani bin fulani, خلاص kadhi imeisha. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع باب المحرمات في النكاح: وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هل هذا عام سواء ادعاه صاحب الفراش أم لم يدعه، أو خاص فيما إذا ادعاه صاحب الفراش، بمعنى أنه لو كانت المزني بها لا فراش لها وادعى الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟ الجمهور على أنه عام، وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص في المخاصمة، يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش. أما إذا كان لا منازع للزاني واستلحقه فله ذلك ويلحق به أو ويلحق به. وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل وكذلك للشرع عند التأمل. وينجو ابن عثيمين نامت ينقول katika تنبيه الأفهام yeye amezungumza tofauti na hivyo. Ipi lotangulia sasa? Anasema katika fawaid alhadith: الفائدة الأولى جواز الوصية على الأولاد. الفائدة الثانية أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني وإن استلحقه لأنه من سفاح. نفهم الشيخ ابن عثيمين katika تنبيه الأفهام katika kuzitaja fawaid za hadithi ile الولد للفراش وللعاهر الحجر, akasema katika fawaidi za hadithi kujuzu kuhusia mtu kumsimamia mtoto. Faida ya pili ni kwamba mtoto wa zinaa hanasibishwi na yule mzinifu hata akimtaka kumnasibisha, kwa sababu kutokana na sifa, kutokana na zinaa. Lakini katika asharh almumti alipoitaja hadithi hii anasema na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alwadad lilfirash, mtoto unileta ndiko, kwa maana mtoto ni yule kitanda hakizai haramu kama usuli ninavyosema. Walilahir alhajar, na atapata mzinifu jiwe, kwa maana hapati kitu, hana mtoto hapo. Anasema hal hadha aam, je hili ni lenye kuenea? Sawaun idda'ahu sahibu alfirash am lam yadda'i, ni mmoja alimdai mtoto huyo yule mwenye firashi lile ambaye mke wake ndio huyo amezaa mtoto huyo, au hakumdai. Au khasun fima idha da'ahu sahibu alfirash, au hilo ni jambo maalum, ni jambo khas katika lile ambalo amedai yule mwenye firash. Bimaana annahu law kanat almazni biha la firasha laha, kwa maana ya kwamba lau angelikuwa yule mwanamke mwenye kuziniwa hana mume, hana firash, wadda'a zani, na akadai yule mzinifu mwanamume anna alwalada waladuhu, kwamba yule mtoto ni mtoto wake, fahali yalhaqu bihi, je huyo mtoto atanasibika na yeye? Asema jawabu aljumhuru ala annahu aam,
wengi katika wanawachuoni wanasema wamekwenda juu ya kauli kwamba hilo lenye kuenea. Mmoja ni mwanamke ana firash kwa maana ana mume au hana mume. Wa annahu la haqqa lizani fil walad alladhi khuliqa min ma'ihi, na kwamba mambo yalivyo hapana haki kwa mzinifu mwanamme kwa kuhusu mtoto ambaye ameumbwa kutokana na maji yake. Wa dhahaba ba'd al-ulama'i, na wameelekea baadhi ya wanachuoni ila anna hadha khasun fil mukhasama, kwamba jambo hili ni khas katika mukhasama, katika uhasama, watu wanagombaniana mtoto, kama ilivyotokea kwa Abd bin Zam'a na Sa'd bin Abi Waqqas, walitokea khasa. Yani idha takhasama az-zani wa sahibu al-firash, kwa maana atakapohasimiana mzinifu na yule mwenye mke, yule mwenye firash, qadaina bihi li sahibi al-firash, tutamhukumia huyo mtoto yule mwenye firash yake, mwenye mke ambaye ndio huyo amemzaa huyo mtoto. Ama idha kana la munazi'a liz-zani, ama itakapokuwa hakuna mwenye kupingana, mwenye kuzozana na yule azani, wastalhaqahu, na akamtaka kujinasibisha na yeye, falahu dhalika, itajuzu kwake yeye, wayalhaqu bihi, na mtoto atajinasibu na yeye. Wa hadha alqawlu, na qawli hii huwa arrajihu, ndio qawli iliyo na nguvu, almunasibu lilaqli, yenye kunasibiana na akili, wakadhalika lishar'i inda at-ta'ammul, na hivyo hivyo yenye kunasibiana na sheria wakati wa kuizingatia. Ukizingatia sana basi apewe kisheria, utaona kama inakubalika. Kwa ni kiasi kuangalia tu kipi imetangulia, tambihu al-afham au sharh al-mumti'. Na ule kufanya tafsiri hapa. Kwa hiyo basi tunaweza kusema katika ulama al-muasirin, miongoni mwa waliokuwa na utia nguvu kauli hiyo ni al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, katika sharh al-mumti' ambao ni juzuu ya 12, sikiangalia ukurasa 127, ukurasa 127. Naam, alhasil kuna kauli ibn Uthaymeen hapo katika masala ya qadha, kuna adabu. Ndio maana Sheikh Muhammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika turuq al-hukmiyya ameandika kitabu na juzuu 2 ya turuq al-hukmiyya. Ni vizuri mtu anataka kutoa fatwa na kutaka kuhukumu baina ya mambo awe anakisoma kile kitabu. Wakati mwingine unaweza kutoa fatwa kwa mujibu wa mazingira yalivyo, si kwa sababu kwamba unataka kuwaridhisha watu, la, fatawa nyingine zinatolewa kwa mujibu wa mazingira yalivyo, kwamba kwa mazingira haya na kwa hali hii huyu atakiwa apewe hukumu hii, sio hii. Na unaweza ukaisimamia kwa nguvu kubwa fatwa kwa maslahi hayo, kama hukumu ya tariku salah na mfano hivyo. Kwa hiyo hata suala la istilhaq wala zina, ukiangalia huko nyuma watu walikupita, afa Allahu amma salaf, ilikuwa hali ni mbaya zaidi, maana hakusalimiki, kiasi ambacho kila nyumba utakuta kuna hali kama hizo. Na wengi hata wanaosoma sasa, wengi utakuta hali zao zimepita hivyo, baba zao wamezaa kwanza, alafu ndio wakaja kwa mama zao. Sasa ukikata kila kitu, la, hakuna haram, akata kabisa, inakuwa ni ngumu kidogo, kunatia ngumu kwa watu, na watu washajinasibu na mababa hao kwamba huyu ni fulani ibn fulani. Ukiangalia kuna hadithi za waidi zimekuja, kwa hiyo kuna haja ya kutazamwa hizi aqwali za ahli ilm. Wengine wamekata moja kwa moja, kwa sababu kama Shafiia ni wakali katika hili. Shafiia katika ukali wao wanafikia kusema mtu atakapozini na mwanamke kisha yule mwanamke akazaa mtoto wa kike, basi yule mtoto wa kike hata kama ni katika maji yake yeye mwenyewe afaa kumuoa, kwa sababu si mwanawe kabisa, hawana mahusiano kabisa. Unaona, ni msimamo mkali kabisa. Utakuta umeafikiana juu ya kauli kali kama hizo, kwamba mpaka watu wa madhahibi nyingine wakasema, wakawa wanawabeza Shafiia kwamba hao wanajuzisha kwa watoto wao.
alhasil kwamba ziko fatawa na akwali hizi za wanawachuoni, sikaona kwamba sasa mambo mapya yamekuja haya bwana, watu waambiwa watoto wa zinaa pia nao pia mtoto wako. La, hizi ni kauli za zamani, wanawachuoni wanakhtalifiana na kuna hali hizi.